Jamani, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini na mimi ni shehe. Sasa anavyosema anapasua kichwa, mimi si mwelewi na tupasuaje. Kwa kifupi, kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili. Alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma, nimepata posti ya ualimu. Nikamwambia acha ualimu, mishahara inachelewa. Njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy, angekuwa hai angesema. Sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo, kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy, wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya. Na ndio maana umeona tunawapa platform wadogo zetu, wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine, sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Nilitegemea wakati tunazika leo na watumiwa wako jela. Siliingili, na heshimu, wanalinda usalama wetu na raia. Lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili, anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamatwa siku moja tu? Tuangalie usalama wetu, sisi tuko pamoja. Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao. Msiache kupokea, tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti. Tunatumika, nyinyi rafiki zetu. Mfano mzuri, Mheshimiwa Mavunde, mwana FA, kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona simu yako kama kaona msiba apokei. Pokeeni simu, kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni. Asante.